Watu wawili wanaodhaniwa kuwa majambazi wameuawa katika tukio la kurushiana risasi na askari polisi katika eneo la Mwalo wa Kisaka, wilaya Ilemela, mkoani Mwanza. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Charles Mkumbo, amesema kuwa katika tukio hilo polisi wamefanikiwa kukamata bunduki moja aina ya shotgun iliyokuwa ikitumiwa na watuhumiwa hao, ikiwa imekatwa kitako na kufutwa namba pamoja na risasi zake 5. Ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Mwanza ulipokea taarifa kutoka kwa raia wema kwamba kuna genge la majambazi ambalo linafanya mkakati wa kwenda katika kisiwa cha Chembaya ambayo kipo ndani ya ziwa Victoria kwa ajili ya kwenda kufanya unyang'anyi kwa wavuvi. Baada ya kupata taarifa hizo, polisi kama kawaida walichukulia katika umuhimu wa pekee na kuweka mtego. Ndipo majambazi hayo yalikuja yakiwa wamepakizana kwenye pikipiki na wengine wakiwa kwenye teksi. Na mara walipofika walishushwa, na baada ya kushushwa majambazi haya yalianza kuelekea sehemu ya mtumbu. Kumbe kulikuwa na mtumbu ambao tayari ulikuwa kwa ajili ya kuwapeleka kule kwenye kisiwa. Majambazi hayo baada ya kuona kwamba wanataka kudhibitiwa ama wanataka kukamatwa, ndipo walipotoa silaha zao wakaanza kuwarushia uelekeo wa askari walipokuwa wametake cover. Askari kuona hivyo, kwa sababu walikuwa wamejipanga, ni wataalamu, ni watu ambao wamekuwa trendi, basi waliweza kujibu mapigo hayo, na majambazi hayo mawili yaliweza kupigwa risasi na kudondoka chini. Majambazi wawili waliweza kufanikiwa kujichanganya kwenye makundi ya watu na hatimaye kuweza kupotea, na bado tunaendelea na juhudi za kuwatafuta. Hatua zilichukuliwa, walipelekwa hospitali, na walipofika madaktari waliweza kuwapima na kugundua tayari walikuwa wameshakata roho. Watu hao wameuawa kufuatia mtego uliowekwa na polisi baada ya kupata taarifa kutoka kwa raia wema kuhusu kuwepo kwa kikundi cha watu kinachojiandaa kwenda kufanya uhalifu katika kisiwa cha Chembaya katika ziwa Victoria wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Kwa mujibu wa Kamanda Mkumbo, polisi inaendelea na msako wa kuwatafuta watuhumiwa wawili zaidi waliofanikiwa kutoroka wakati wa mapambano ya kurushiana risasi na askari polisi. Miili ya marehemu hao imehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando ikisubiri utambuzi wa ndugu zao pamoja na uchunguzi wa kitaalamu.